ambavyo amesema mtangulizi wangu kwamba wajibu wangu nafikiri ni kutaja kikosi ambacho kitaenda kucheza kama ambavyo ameelezea. Tutacheza mechi ya kirafiki na South Africa tarehe 6, and then tumepata bahati ya kuwaparticipate katika COSAFA. Kwa hivyo tutacheza mechi mbili za COSAFA, and then tutaangalia stage ambayo tutasogea. Kwa hivyo tumetayarisha kikosi cha wachezaji 28 ambao tutaenda nao South Africa. And then baada ya kutaja kikosi nitatoa mchanganuo vipi tunajaribu kumanage hizi mechi. Kwa hivyo goalkeeper Yakub Suleiman JKT, Ali Salim Simba, Hussein Saranga Singida, Anthony Remy Azam, Miraji Abdalla Coast, Shomari Kapombe Simba, Lusajo Moikenda Azam, Vedastus Masinde TMA, Wilson Nagu JKT, Mohamed Hussein Simba, Ibrahim Ame Mashujaa, Pascal Msindo Azam, Alphonse Mabula Shamak FC Azerbaijan, Ibrahim Abdalla Yanga, Dickson Job Yanga, Abdurrahim Bausi JKT, Idrisa Stambuli Mashujaa, Abrazak Mohamed Simba, Ahmed Pipino KMC, Yusuf Kagoma Simba, Shehane Hamis Yanga, Faisal Salu Azam, Valentino Mashaka Simba, Kibu Dennis Simba, Simon Msuva Al-Talaba S Iraq, Idi Suleiman Nado Azam, Mishano Daudi Ken Gold na Suleiman Mwalimu Wydad. Kwa hivyo hawa ni wachezaji 28 ambao tutaondoka nao. Tutaweka camp tarehe 2, tutakutana tarehe 2, tarehe 3 tutaondoka kwa ajili ya hizi mechi. Labda nitoa mchanganuo kabla ambapo hamjauliza maswala. Nafikiri ni kikosi kama ambapo mmesikia cha wachezaji 28 ambao tutaondoka nao wote kwa jumla, and then baada ya mechi ya tarehe 6 na Bafana kuna wachezaji wa Simba na Yanga watarudi. Sababu possibility tunaweza tukakaa zaidi ya tarehe 15. Sababu mechi ya kwanza tunacheza tarehe kwa mashindano COSAFA, mechi ya kwanza tunacheza tarehe 7, ya pili tarehe 11. Kwa hivyo wale wachezaji wote wa Simba na Yanga watarudi, and then kikosi ambacho kitakuwa kimebakia nafikiri kama wachezaji 20 hivi tutaendelea na mashindano, tukiprogress tutaendelea na mashindano. Kwa hivyo nafikiri iko hivyo. Kabla hamjauliza maswala, maana watu wengine watauliza dabi nini na nini. Kwa hiyo tumewapa permission wachezaji ambao wa timu kubwa waweze kurudi na wengine tuendelee. Nafikiri ni mechi ambazo very potential kwa wale wengine ambao watapata nafasi. Swala mawili nini zaidi tumeangalia. Tuna CHAN kitu cha kwanza ambao nafikiri August. Kwa hivyo tunajaribu kuona potential baadhi ya wachezaji ambao, ndio maana tuna vikosi viwili ukiangalia, wale ambao seniors ambao all the time tumewazoea wanacheza kwenye klabu kubwa, na wengine ambao ni wanachipukia. Kwa hivyo ndio maana tunajaribu kumiss. Kwa hivyo tuna CHAN, lakini tuna AFCON 2027. Nafikiri hizi mechi zitatusaidia kujaribu kuprogress wale wachezaji ambao upcoming, si ndio? Na ukitazama mnazaji hapa under 20 huko speaker kama 4 5. Kwa hivyo tumeangalia kwa upana wake hizi mechi ambazo tunazipata ni opportunity. Hatuwezi kuchukua wachezaji kwenye mechi za moja kwa moja kwa mechi za mashindano, sio? Of course ni mechi za mashindano, lakini kidogo zina ile intensity yake ndio. Huwezi kumchukua mchezaji ukamjaribu kwenye mechi ambazo na Morocco, Algeria, Egypt. Kwa hivyo na mechi yenyewe kuzipata ndo kama hivi. Kwa hivyo tumeangalia kwa upana wake, tumeangalia picha kubwa sana, sio? Kwa future ya wachezaji wetu. Wachezaji ambao unawataja wengine ndo wanamalizika. Kama kina Samata, kina nani kama ambao wamesema. Lakini chengine ni umesema key players kama Samata. Bahati nzuri nimejaribu na kuongea na wachezaji wote wale key players, kwa sababu tunataka kwenda serious na mechi ya Bafana ndo on target ya mechi yetu ambayo ni FIFA date. Kapteni
nimeongea naye kwa upana wake sio, lakini kanambia hayuko vizuri kwa sasa. Yeye mwenyewe personal. Na najaribu kuuliza na daktari wake, wamenipa majibu. Nimejiridhisha. Kwa hivyo nafikiri ni tumwache kama alivyo. Bado tunamhitaji katika safari zetu za mbele. Nova same story. Iko hivyo hivyo, ana hamstring ambao kwa muda mrefu nafikiri. Na hata mkizama kwenye timu yake hachezi mara kwa mara. Lakini tumemwacha na Mzize, ana struggle. Ana hamstring vile sio. Muda. Kwa hivyo si swala la kurupuka, personal nimeongea nao na madaktari wao. Kwa hivyo nafikiri iko hivyo. Mimi nafikiri national team ina wachezaji wengi na upana wake sio. Na ukitizama tuna karibu vikosi viwili vitatu sio. Kwangu mimi hakuna mvurugiko wote sio. Some players ni wachezaji 8 tu. Na kwenye timu kuna wachezaji 20, si ndio? Kwa hivyo mimi nafikiri hakuna tatizo na tumejaribu kuliangalia hilo na naamini wachezaji ambao wanabaki wengine wanaweza capacitate na wakafanya vizuri sio. Nafikiri ni kwa sababu swala rahisi tumesijapata proof yoyote sio. Mimi nasikia kwenye vyombo vya habari tu kama hiyo. Sijui wewe una taarifa hizo, una proof yoyote kama tayari umekuwa registered resident. Mimi bado sijapata taarifa hiyo. Sasa wakati nitapata taarifa kama ni mchezaji mzuri, kama shapata uraia, kwa nini tusimwite? Mbona Kibu anacheza? Kwa hivyo mimi nasikia juu tu, sija prove yote. Sijui mwisho nisikia kuna kesi, sijui kama imeisha au vipi. Sijajua kwa ufupi. Kwa hivyo akitokezea mchezaji mzuri, amekuwa resident, imeprove, tutampa nafasi tu, hakuna tatizo lolote sio. Sasa kwa sasa hivi hatuwezi kurisk kwa sababu sijapata taarifa yote kuhusu hiyo issue. Nakushukuru sana kwa sababu unajua afisa habari yuko hapa na atakusaidia kwa sababu yuko ndani ya KFF sasa. Picha, nadhani wewe unapata maelezo kutoka KFF. Naomba tusaidie ndipo kwa nini. Pengine ndio katika stage gani ili tuweze kufahamu sana na status ya wachezaji na kama kuna shida yoyote. Asante kwa swali lako. Bila shaka kocha ameshakujibu. Leo tupo kwa ajili ya timu ya taifa ambayo inakwenda kwenye michezo ambayo inahusiana na kalenda ya FIFA dhidi ya Afrika Kusini na mashindano ya Kosafa dhidi ya Swatini pamoja na Madagascar. Kwa hivyo tukae hapo, hayo mambo mengine wakati mwingine utakapofika wakati wake basi jambo hilo litaweza kuzungumzwa, lakini kwa sasa kocha ameelezea vizuri na tupo kwenye jambo ambalo timu ya taifa inaingia kambini tarehe 2 kama kocha ambavyo amesema. Of course nafikiri kwa kipindi kifupi tu kwa sababu Nova anaanza kurudi sasa hivi. Tangu tumemalizana nafikiri Nova amekuwa injured kwa muda mrefu na hamstring. Tangu tumeanza mechi na Morocco amecheza mechi moja tu ya klabu yake sio juzi. Kwa hivyo nafikiri anaanza kurecover. Mzizi alikuwa anapata injury hata sisi kwenye national team alikuwa anakuja alikuwa hatupi 100% kumbe alikuwa na infection na daktari wake ameimprove na ana recover anaanza mazoezi mepesi. Kwa hivyo possibility ya kumpata muda so mrefu tunaona kama kitu kama muda ana struggle bado sijapata taarifa yake kwa muda mrefu atachukua muda gani, lakini nafikiri na yeye haitochukua muda mrefu na naamini kwamba kwenye mechi zinazofuata tunaweza tukapata. Swali lingine? Kumalizia kwa hizo mechi ambazo Stars kama kucheza, kwa kila labda timu imeiandaa vipi ukiandaa kikosi kwa ajili ya kupata ushindi katika mechi? Baada kujua mbinu tactics sio. Mimi nafikiri kila mashindano unajiandaa kwenda kushinda. Si ndio? Kwa hivyo tumepata hii opportunity ya kushiriki kwenye mashindano kwa sababu ni mashindano makubwa katika ukanda ule kule. Kwa hivyo of course tunajipanga kwenda kushinda. Na naamini kwamba kwa kikosi ambacho tunacho tutafanikiwa yale malengo yetu. So kimbinu naona kama utaziona mechi ambayo tutacheza, utaona vipi tunacheza. Huwezi kusema sasa hivi kimbinu nini kwa sababu bado tunataka kufahamu mazoezi. Hatujui tunakutana na mtu wa aina gani nafikiri sio. Utafanya mbinu wakati tutamjua unaanza na opponent wa aina gani, how his strategies. Kwa hivyo sasa ni mapema mno sio, lakini kila tukikutana nao tutaweza kujua tunatumia mbinu wa aina gani kucheza nao, sababu tunazana timu tofauti sio. Zina strategies, zina falsafa tofauti. Na mimi nafikiri kuna vitu viwili tofauti hapo. Of course ligi yetu imeimprove, iko kubwa katika ukanda wa Afrika. Kuna baadhi ya maeneo yana changamoto, kuna baadhi ya maeneo wachezaji wetu wanaonekana wana improve. Kwa hivyo
Mimi sioni ugumu kwa sababu ni ligi ambayo imeshehena wachezaji wengi, maana yake kuna foreigners, kuna local players ambao tunawahitaji kwa sasa. Kwa hiyo kuna nafasi zina changamoto. Mfano goalkeeping ni nafasi ambayo ina changamoto, na ndio utaona kama kuna makipa wetu wazuri lakini hawapati nafasi ya kucheza. Kwa hiyo ni nafasi ambazo zinaumiza kiasi fulani, sio? Lakini mimi nafikiri tuna ukishakuwa national team coach hakuna ugumu kwenye kuselect national teams. Ni kazi yako kufanya hivyo, na ndio maana tunajaribu kupambana, sio? Kuhakikisha kwamba tunapata kikosi kizuri ili kuweza compete na mashindano ambayo yanatukabili. Okay, so timu ya taifa ina wachezaji wengi na kila Mtanzania ana deserve kucheza, to be honest. Bahati nzuri wachezaji ambao umewaelezea watashaka nao kwenye klabu, najua inaji yao iko vipi, na mchezaji pale ambapo ana performance ni wajibu wangu kumuita kwenye national team. Mfano Sedo umemtolea mfano, si ndio? Lakini unatizama ile nafasi ambayo anacheza, wewe una wachezaji gani? Pengine nafasi moja unaweza kukuta kuna wachezaji 5, lakini yeye yuko kwenye, wewe unataka wachezaji 2, yeye yuko kwenye level ya wachezaji 4, unamchaguaje? Sijui unanielewa, unaelewa concern yangu. Kwa hivyo mimi naamini ni mchezaji mzuri, na bahati mbaya hizo mechi tunazipata chache mno, sio? I wish tungekuwa tunapata mechi nyingi ili tupate nafasi ya fursa wengine kuwapa nafasi. Kwa hivyo mimi naamini kwamba ikifika time, wakati sahihi wa kuja kwenye national team atakuja tu. Tutasemeta pengine umeona hao wawili, lakini mimi naamini kuna wengine zaidi ya hao, sio? Kwa hivyo ni fursa kwa wengine. Nafikiri tukipata hizo mechi in the time tutawaita na utawaona sasa. Na Sabuni pia sijamuona. Sijui kama itakuwa ni tofauti au sawa sawa. Mchezaji ambaye ndio swala lile sio? Na yeye ndio sinaona anakuja anaingia na ndio national team iko hivyo kulingana na consistent performance, si ndio? Kwa hivyo unaona anakuja pengine hajaja level yake iko chini, ikiwa piga anakuja. Sawa coach, asante. Tukutakie maandalizi mema kwenye mchezo huo wa kirafiki pamoja na kwenye hayo mashindano ya Kosafa, michezo hiyo ambayo unakwenda kucheza pale Afrika Kusini. Mchezo dhidi ya Afrika Kusini Bafana utachezwa Polokwane kama ambavyo coach amesema hapo mwezi June. Asante, mimi ni Clifford Mario Ndimbo, narudisha kwa Hassan Mvula kwa matangazo mengine Azam TV.